Shirika lisilo la kiserikali la World Wide Fund for Nature WWF limekabidhi vifaa maalum katika wilaya ya Korogwe kwa lengo la kusaidia kukabiliana na athari za uharibifu unaosababishwa na wanyamapori hususan tembo. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo, mkuu wa wilaya ya Korogwe, Mheshimiwa William Mwakilema, amesema msaada huo utakuwa chachu ya kupunguza changamoto wanazokutana nazo wananchi, hasa wale wanaoishi katika maeneo jirani na hifadhi ambako kumekuwa na matukio ya mara kwa mara ya uvamizi wa tembo mashambani. Leo hii ninayo furaha kushukuru na kuwapongeza wenzetu wa shirika la uhifadhi wa wanyamapori duniani WWF, ambapo mara nyingi wamekuwa pamoja na sisi katika wilaya ya Korogwe kupitia halmashauri ya Korogwe, lakini mradi huu ambao unafadhiliwa na serikali ya Japani unasaidia kwa wananchi ili kuweza kudhibiti matukio ya uvamizi wa wanyama wakali na waharibifu wakiwemo tembo katika wilaya za Mkinga, Lushoto na Korogwe. Tena kwa siku hii ya leo ni washukuru tena ambapo mmeongeza kifaa kingine, pikipiki pamoja na simu ambazo zitasaidia kuchukua matukio mbalimbali kwenye maeneo ambayo matukio ya uharibifu ya tembo yanapotukia. Lakini hii ni nyongeza ya kile kilichofanyika mwaka jana ambapo pia mlisaidia mchango wa vifaa kwa hawa askari wetu wanaokaa huko vijijini, village game scout, ambao wao wanakaa katika maeneo ya jamii, lakini pia wao ndio ambao inapotokea matukio wananchi wanakuwa ndio sehemu yao ya kutolea taarifa. Kwa jana tulipokea pikipiki mbili ambazo moja inakaa kwenye kata Mkaramu, nyingine inakaa katika eneo la Goha, ili kuweza taarifa zinapopatikana kuweza kwenda kudhibiti matukio haya. Na leo hii pikipiki ambayo tumeshaipokea pamoja na simu za mkononi mbili, kwa jumla yake zenye zaidi ya gharama ya milioni 5 zitasaidia ukanda huu mwingine ambao ni tarafa ya Magoma katika vijiji vya Mtoni Bombo na Kalalani, ambako pia kuna matukio makubwa ya uvamizi wa tembo katika maeneo ya wananchi. Kwa kifaa hiki tulichokipokea leo, nilichokipokea kwa niaba ya wananchi, kitasaidia vijana wetu ambao wanakaa na jamii na kudhibiti matukio haya ya uvamizi wa tembo. Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka watumiaji wa vifaa hivyo kuvitunza na kuvitumia kwa malengo yaliyokusudiwa ili viweze kuleta tija inayotarajiwa kwa wananchi. Amesisitiza kuwa usimamizi mzuri wa vifaa hivyo utasaidia kuongeza ufanisi katika juhudi za kulinda maisha na mali za wananchi. Rai yangu kwa watumiaji wa vifaa hivi, kama nilivyotamka, ni zaidi ya milioni 5, ni gharama kubwa ambayo ni sapoti ya wenzetu WWF kwa halmashauri yetu ya Korogwe, ili kuwasaidia wananchi wetu kuweza kudhibiti matukio haya ambayo yanapeleka kero kwa wananchi, wakiwemo hawa wanyama waharibifu ambao ni tembo. Rai yangu vifaa hivi viweze kutumika vizuri, tuweze kuvitunza ili viweze kufanya kazi kwa muda mrefu na hatimaye kuweza kuwasaidia wananchi kupunguza kero za uharibifu wa mazao yao na mali na matishio kwa maisha ya watu, ili kuweza kusaidia waweze kufanya kazi zao za kiuchumi bila kuwa na matishio haya ya wanyama wakali. Asanteni sana, na niendelee kuwashukuru wenzetu wa WWF pale ambapo misaada mingine ya kuwasaidia jamii inapotokea kupitia shirika ambalo linawasaidia kutoka serikali ya Japani. Msisite tena kuendelea kutushika mkono ili wananchi wetu, huku sasa hivi ni msimu wa kilimo, tunapoenda kuandaa mashamba, wananchi wawe na uhakika wa kuweza kuvuna mazao yao ili waweze kujitegemeza kiuchumi. Asante sana. Kwa upande wake, Collard Koyanda kutoka WWF amesema shirika hilo limejipanga kuendelea kushirikiana na serikali pamoja na jamii za mkoa wa Tanga katika kutafuta suluhisho la kudumu la migogoro kati ya binadamu
na wanyamapori. Ameeleza kuwa dhamira ya WWF ni kuona wananchi wanaishi kwa amani na mazingira yao, huku juhudi za uhifadhi zikiendelea kuzingatiwa. Kwa ujumla, hatua hiyo imeonyesha mshikamano kati ya serikali na wadau wa uhifadhi katika kukabiliana na changamoto za wanyamapori. Mradi wa Elephant umejikita kwenye wilaya 3 ambazo ni wilaya ya Lushoto, Mpinga na Korogwe. Katika wilaya hizi tumekuwa tukitoa sapoti mbalimbali kuhusiana na kukabiliana na wanyama waharibifu hususan tembo. Lakini leo tuko katika wilaya ya Korogwe, ikiwa ni mwendelezo tu wa sapoti katika wilaya mbalimbali. Tutakabidhi pikipiki moja ambayo itasaidia katika kudhibiti wanyama hawa waharibifu, specifically kwa ajili ya wale wanasema askari wa jamii ambao watakuwa wanatembea kwa kutumia pikipiki kwenda kwenye matukio, lakini pia na kukusanya takwimu mbalimbali. Kwa hiyo kwa ujumla wake katika eneo hili la wilaya hizi 3 mwaka jana tuweza kutoa pikipiki 6, kwa maana kila wilaya ipata pikipiki 2, lakini kwa sasa hivi tumeweza kununua pikipiki 2 ambazo tutatoa wilaya ya Korogwe na wilaya ya Lushoto, ikiwa ni mwendelezo tu wa kile nilichosema, kutoa sapoti ya wale vijana kwa ajili ya kupambana na wanyama wakali na waharibifu. Lakini kwa ujumla wake kwa upande wa wilaya ya Korogwe tumetoa pikipiki 3 pamoja na simu ambazo zitasaidia kwa ajili ya kupambana na wanyama wakali na waharibifu.